Baba, katika jina la Yesu, nimekuja mbele yako asubuhi ya leo. Leo ni Sunday. Pokea sifa, pokea utukufu mwana wa Mungu. Wewe ambaye ulisulubishwa msalabani kwa sababu ya dhambi zangu, ninatubu mbele yako na kuomba unisamehe. Nena kupitia ulimi wangu. Roho Mtakatifu, ongea kupitia mimi. I cover everyone ambaye ananisikia na damu yako Yesu Kristo. Na ninawafunika na uwezo wa jina la Yesu Kristo. I cover myself with the blood of Jesus. Nena kupitia mimi. Asante Yesu kwa sababu ya kunipa hii nafasi ya kusimama on your behalf. In Jesus' mighty name I pray. Amen. My brother, my sister, nimekuja mbele yako siku ya leo. Kuna jambo hili ambalo Kristo ameweka ndani yangu, ningependa kwanza tuongee ama niliongee. Na turudi katika Biblia, kitabu ni Isaia 50 kuanzia kwa mstari moja hapo. And the Lord says, "Do you think I send my people away like a man who divorces his wife? Where then are the paper of divorce?" Auliza Mwenyezi Mungu. "Do you think I sold you into captivity like a man who sells his children as a slave? Do you went away captive? No." Hapo nimerudia. Haya. "No, you went away captive because of your sin. You are sent away because of your crime. Why did my people fall?" Part number 2. "Why do my people fail to respond when I went to them to save them? Why did they not answer when I called? Am I too weak to save them? I can dry up the sea with a command, and turn river into a desert, so that the fish in them die for lack of water. I can make the sky turn dark, as if it were in the morning for the dead." Mourning for the dead. Hii Isaia ninakusomea. Isaia 50 kuanzia kwa mstari moja kwenda mpaka hapo 3. Brethren, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ninamfurahia huyu ambaye ameniinua. Huyu ambaye anipa uhai wakati wa siku ya leo. Huyu ambaye ako katika maisha yangu. Huyu ambaye aliniingiza katika ark yake ya kwenda mbinguni. Christ being the answer, I'm happy to be in Jesus. Nafurahia yeye kuandika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na diposa, I don't take this for granted. Sishukui tu. Ninashukua huu muda kwa sababu Kristo ameniwezesha. My brother, my sister, ninataka kulinena jambo kiasi hapa ambalo Kristo amenenea usiku ya leo kuhusu maisha ya mwanadamu na kuhusu maamuzi na kuhusu decision. Now, mwanzo Kristo akanikumbusha hii. Mama akiwa na mimba, ifike wakati wa mtoto kuzaliwa, inakuwa ni miezi 9. Ifike wakati wa mtoto kuzaliwa, sometimes kuna vile mtoto anang'ang'ana ili atoke. Na mtoto ambaye anang'ang'ana ili ashoke, akiweza kung'ang'ana mpaka njia ifunguke, huwa anatoka. Lakini kuna yule mtoto ambaye atang'ang'ana akiwa ndani ya tumbo, njia ikose kufunguka, na finally baada ya kujaribu muda mrefu achoke na relax ndani ya mama. Kristo akanielezea mtoto ambaye ameng'ang'ana akiwa ndani ya tumbo ikafika kiwango ya kuchoka, anakuaga katika danger, na analete danger kwa mama, analete danger kwa mwenyewe. Na diposa daktari ambaye amesomea akiguza ama asikie mama fulani alikuwa, ama aingie tu kwa hospitali apate mama ambaye alikuwa anapiga duru juu ya ushungu, mtoto akijaribu kutafuta njia ya kutoka, all of a sudden asikie huyo mama akisema ushungu umeisha na mtoto hajatoka, daktari huwa anajua there is danger, maana mtoto aliye ndani amepumzika, ameshoka, give up. Kristo akanielezea nikuelezee hii. In this world kuna watu wengi sana ambao wamefika hiyo kiwango
ya kuchoka. Kuna watu wengi ambao wameng'eng'ana, wamefika mwisho, wamechoka. Sikia, tangu nilipoponywa na Kristo hapa, muda sasa kama wa mwezi moja tuelekea miezi 2 ama mwezi moja na nusu, niwita mwezi moja, nimekuwa katika huo wakati wa kusikia nimeshoka na mambo yote. Nilikuwa nikiingia kwa gari tu, ninasikia mpaka nilikuwa ninapitia zile njia ninajua si mzuri area, ambao waizi wanaweza kukuhijack dakika yote na wakunyang'anye gari. Kuna tu joint tu hoteli ambao Kristo alikuwa amenielezea, usisoee kuingia kwa hutu tu joint maana wezi ni wengi. Sasa nikiwa katika ile nyakati ya kusikia nimeshoka na nimeng'ang'ana, ninasikia asivu nimeshoka kama yule mtoto wako ndani ya tumbo akiwa ameshoka, mimi na nikawa nimeishiwa na uoga. Nilikuwa ninaingia hutu tu joint, nikisema ninataka kukunywa chai, ninaingia kule tu, nimekatazwa na Kristo. Mtu ambaye ameng'ang'ana maishani kama mtoto aliye ndani ya tumbo ambaye ameshoka na kisha akachoka, akarelax, akasema sing'ang'ani tena, anakuaga mtu ambaye ako katika danger. Na hapa Kristo ananisaidia hii. Wakati mtu ameng'ang'ana ama wakati mtoto ameng'ang'ana ndani ya tumbo, ameshindwa na kutoka, akirelax, huwa anakumia huko ndani ya tumbo, na hiyo uchafu saa zingine unaingia kwa mapua ama kwa mdomo, inafunga sehemu ya kubreathe, anakufia. Sasa daktari akijua, mtoto akiona tu mama, sasa akiangalia asikie mtoto, yeye mama hasikii uchungu, umerudi chini na mtoto sasa hang'eng'ani, daktari huwa anajua ni hatari. Ukiona mtoto amenyamaza, alikuwa anang'eng'ana, mnaona anajaribu, lakini sukuma, madaktari wanaweza mama sukuma mpaka atoke, yenyewe mtoto huwa anang'eng'ana hata yeye atoke, lakini akichoka huwa ananyamaza. Kristo akanielezea kuna watu wengi sana duniani ambao wako na nyakati kama hizo, wameshoka kung'ang'ana. Na hawa watu wakishoka kung'ang'ana, mwisho yao, nilisikia babangu akiwa anasema, I'm tired, nataka sasa niruhusu dongo nipumzike sasa. Usiniambie, nilikuwa nimeenda kumhubiria, akaniambia sasa niruhusu, ninasikia masiku yangu yameisha, ninasikia sasa ninataka kupumzika. Kiwango ya mwanadamu kusema nimefika kiwango ya kupumzika, anakuaga hana uoga, ameng'ang'ana na amerelax. Nimekuwa kwa issue kama hiyo kama mwezi mzima, ninasikia nimeshoka, ninasikia nisitaki kung'ang'ana tena. Nikiingia hapa kulete hii injili kuhubiri, inambidi Kristo ananiweka nguvu mpaka ananielezea keep on. Sasa nikawa sina uoga, mpaka nikawa naelezea Kristo, kama mimi naweza fika, kama unaweza kuniondoa duniani, I'm okay. Sasa lakini nikafika mahali kama siku 3 imeisha hapa, nikauza kuuliza Kristo, kwa nini unaruhusu nisikie vile ninasikia? Ni nini inaendelea katika maisha yangu? Ndiposa akanielezea, if you give up in life, unaasha kung'ang'ana, kuna kuaga na, unajua uzito wa Mwenyezi Mungu alipokuwa anakaribia wana Israeli katika lile sky, alipokuwa anakaribia wana Israeli, walikuwa wanasikia presence ya Mwenyezi Mungu imekuja, na sasa wananyamaza wote, wanakaa na uoga. Sasa the moment someone ameshoka kung'ang'ana, kama mtoto aliye ndani ya tumbo amechoka, presence ya Mwenyezi Mungu ni huwa inakaa kama imekatika. Na ndio nimekusomea kitabu ya Isaia 50. Mambo ambayo unayatenda yanaweza sababisha uwe vile. Na kuna ile kufika mwisho, umejaribu hili, umejaribu lile na hili na hulu, na huku unasikia umeshoka, una decide sasa mimi sing'ang'ani tena. Hao watu wa kusema sing'ang'ani tena na wameshoka na withdraw, wanakuaga katika danger, maana hawaogopi lolote. Sasa mfano mzuri ni huu. Uangalie katika game park hizi tunakuanga nazo, mnyama kama buffalo inafukuzwa na mnyama kiasi kidogo tu kama leopard na inatoroka. Sasa the moment imekibizwa na hii lion ama leopard ama mnyama ingine, the moment huu mnyama ambaye ni buffalo umekibia, umechoka, huwa una relax. Sasa unafika kiwango, unajua sasa una decide katika mawazo, hata nikishikwa I don't care, na ikifika wakati huo, hapo ndio huwa mnyama hii kama ni lion inashika ile, maana imeshoka, inatulia tu ikuliwe iwawe.
if any creature ama mnyama wote ukichoka na udecide kurelax na kutongengana tena, inakuaga ni dangerous katika maisha ya hiyo creature. Sasa mtu nakaa anauliza, napenda kujua kwa Kristo, kwa nini unaniruhusu nisikie vile ninasikia? Nilikuwa give up. Unajua wakati wangu ulikuwa umefika kutoka duniani. Sasa nilikuwa give up. Nilikuwa ninasikia hakuna kitu ninataka. Hakuna jambo ambalo ninasikia likiwa nzuri. Hakuna, nilikuwa nimeshoka na mambo yote. Sasa saa zile nimeuliza Kristo, why do you let me feel this? Usiku wa leo ndio amenionyesha watu wengi wako katika hii kategori ya kushoka maishani. Mtu akidecide sasa nimeshoka, sitajaribu tena, anakuaga dangerous. Maana hata ukimwambia atembee mahali anajua kuna wanyama kali, haogopi. Anaweza toka kwa nyumba mahali kama Kayole saa 8 ya usiku na hana uoga. Na saa hiyo ni mama, maana hao ndio wanakuaga katika hatari. Hana uoga, anatembea. Brethren, Kristo amenielezea kwa nyinyi ambao mnaombea wengine, kabla hujaanza kuombea huyu jamaa, hebu anza umuongee na yeye ujue kama amekata tamaa kuishi duniani. Mtu akiwa amekata tamaa kuishi duniani, inakuaga ni gumu kumrevive. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mwenyezi Mungu, kama vile tumesoma hapa Isaia 50, Mwenyezi Mungu anaweza fanya wilderness, desert iwe na maji, na anaweza kausha ocean, wanyama wote walioko wakufe kwa sababu ya kukosa maji. Mwenyezi Mungu anaweza sababisha bingu ikae as if it is morning. Mwenyezi Mungu anaweza badilisha jua saa 7 liwe giza kuwe usiku, saa 7 ya mchana. Mwenyezi Mungu anaweza sababisha wewe uwe mrefu kama futi 50. Mwenyezi Mungu anaweza. Mwenyezi Mungu anaweza kukupatia hekima ambayo ilikuwa na kama mtu kama Suleiman. Anaweza. So huyu mtu ambaye amefika kiwango ya kufika mwisho ndio anatusumbua hapa. Unasikia mtu akikuelezea, mimi nimekaa na bibi ama nimekaa na bwana na siogopi, lolote ninaweza fanya, I don't care. Hiyo ndio kufika mwisho. Experience mashida mingi mpaka unakata tamaa ya kuishi duniani. Kristo akanielezea, even Christian, those ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu, kuna wengi ambao wamekata tamaa, hawangengani, wameshoka kungengana. Na Kristo akanisaidia hapa. Kushoka kungengana ndio ile shida kubwa mwanadamu anaweza face katika maisha yake. Kukosa kungengana. Unaona, kuna huyu jamaa alitokewa na malaika, wakaanza kupigana. Kama mimi nilitokewa na malaika wakati moja. Kristo akaniinua. Ilikuwa katika maono, akanielezea, kuja nikuonyeshe kitu. Tukaenda na yeye kando tu ya daraja. Nikapata mtu ambaye anatengeneza nyungu. Kuna mtu alipata mambo ya aina ile kwa Biblia. Mimi nilishukuriwa na Kristo akanipeleka kwa mto tu mahali ninajua. Chini ya daraja tu kuna tule tumaji huwa tunabaki pale na crane mingi, mshanga ule. Sasa akanielezea, hebu kuja uone huyu jamaa. Anatengeneza nyungu, akiitengeneza vizuri, alafu ikifika kiwango ambayo anataka, kuna vile wanaiwekaga kwa moto mpaka ibadilike vile iko. Kuna vile inatengenezwa inaakishwa kama makaa. Sasa akanionyesha hiyo process yote. Sasa wakati mmoja Kristo akanitokea, na ilikuwa ni katika maono huu wakati mwingine. Ya kupelekwa chini ya mto pale ama chini ya daraja, ilikuwa ni chini ya daraja. Nikaona huyu jamaa anatengeneza ikawa mzuri, anaiweka vile kama makaa ikiwa imefunikwa kuni, alafu anaiakisha ili ishomeke iwe hiyo rangi yake inatuaga ya brown. Kutayarishwa na Mwenyezi Mungu ni namna hiyo. Lakini sasa hakuwa ananionyesha ati yule mwenye kutengeneza anaweza tengeneza matope ikiisha. Alikuwa ananionyesha ile process hiyo nyungu itapitia ili iwe brown vile ninaionaga imeletwa sokoni ili tununue. Hiyo kazi ambayo inafanywa. Na Kristo hapa akawa ananionyesha kazi ni hiyo hiyo kwa mwanadamu. Nikitaka unifanyie kazi, nitakutengeneza mpaka ufike kiwango ile. Sasa hii maono ingine, ndipo nikuje kuanza kuhubiri, Kristo nikaota nikiwa nimepitia, ilikuwa ni maono, nikiwa nimepitia, maana ilikuwa zaidi ya ndoto. Nikajiona nikiwa ninapitia ile deserted road. Huko kwetu Ushago,
kuna njia ilikuwa inatumika wakati moja ya samani ya mchanga, naye wakati Kenyatta aliamua atengeneze njia ya kwenda kwake, kuna sehemu zingine za njia aliasha, isipokuwa sisi tulikuwa tunazitumia tu, zilikuwa zinakaa kama shortcut. Sasa nikiwa katika hii forest, nikiwa ninaenda hii kasjia ambayo ilikuwa deserted, sasa juu nyingine mzuri ilikuja, nikiwa ninapita kwa miguu, ninaenda tu wewe, nikatokewa na mwanaume mbele, na akaanza, nikienda upande huu anakuja, nikienda upande huu anakuja, nikienda upande huu anakuja. Sasa tulipofika kufikiana ama kuwa karibu, tukaanza kuangaliana vibaya na tukaanza ni kama kupigana. Sasa tulianza kureso, tukareso na yeye kwa muda tu kama dakika 5, na akawa ananiangalia na mimi namwangalia, haongei na mimi siongei. Alipomaliza kungangana na mimi ama nilipomaliza kungangana na yeye, akaniambia anyway, shika hii akanipea kapenso. Penso kadogo tu kanatosha kama inchi 3. In fact kadogo. Alinipea akaniambia shukua nimekupea hati. Sasa aliponiambia shukua nimekupea hati, alinipea kapenso kanatoshana hivi inchi kama 3 ama 2.5 hapo. Akaniambia nimekupea gift ya hati, shukua hiyo. Na akaniondokea yeye akapita anaenda, na mimi nikaendelea na safari zangu. Sasa nikaingia kwa dictionary, kwa Google art ni nini? What is art? Ndio nimekuja kujua hata hili jambo ninalifanya kwa mitandao na vile ninaongea ni part ya art. Sasa sikia, ujumbe ulikuwa hapa. Mtoto ambaye alioko ndani ya tumbo akingengana ashoke, huwa anapumzika. Kuna watu wengi ambao wamengengana maishani na wameshoka, wamekata tamaa ya kungengana tena, wamerelax. Hawa watu Kristo akanisaidia, kabla hamjaomba na mtu, muongee sana na yeye kwa kirefu, ujue kama amefika kiwango ya kurelax. Kama mtoto ambaye ako ndani ya tumbo anangengana atoke, kisha anasikia amekosa njia. Akikosa njia huwa ananyamaza na anarelax. Kuna watu wengi wamenyamaza na wamerelax namna hiyo. According kwa maono ya Mwenyezi Mungu, kwa jisho la Mwenyezi Mungu, almost mpaka 70% ya Wakristo wamenyamaza kama mtoto ambaye alikuwa anajaribu kutoka anangangana atoke, njia inakosa. Sasa kuchoka huku, mtu huwa ana relax, na akirelax anakuaga kwa danger. Kristo akanielezea almost 70% ya Wakristo wamefika kiwango ya kuchoka na kurelax. Hapa kwa kurelax ndio danger huwa inakuja. Mtu ambaye ameamua kurelax ama anaamua hangangani tena, anaweza fanya lolote. Anaweza fanya lolote, haogopi. Ukisemekana mahali hapa ni kubaya, kuna maumbo ambayo inakula watu mkipitia, hii boma inakuanga na maumbo, haogopi. Akisikia tu anaweza ingia sehemu kama game park na haogopi atembee huko ndani. Kuna jamaa ninajua alijiigiza huko akaruka game park huko ndani ya kuliwa na wanyama. Hakukuliwa. Watu wengi na hawa watoto wetu, hawa watoto mnaniambia tuombee huyu na huyu. Waangalie vizuri uone, ama uongee na hao vizuri usikie. Wanakaa kama mtoto ambaye amengangana akitafuta njia, kisha akikosa ana relax, ananyamaza, anatulia, anakata that power ya kungengana. Wakati umedecide kucut off na kunyamaza na kusema singangani tena, nao huyo mtu hakuagi kama normal person. Na huyo mtu ndio hata ukiamua umpige hawasikiagi ushungu. Kama ni mnyama, akikibizwa sana na mnyama ambaye anataka kumkula, akifika kiwango ya kushoka asikie hata kibia tena, sasa hata kama ni kuliwa, Mwenyezi Mungu huwa anaondoa that sense of feeling pain. Sasa hata hiyo kitu ikiumwa haisikii uchungu. Mwanadamu na yeye ambaye amengangana kama mtoto wako kwa tumbo na ana decide nimekosa njia na nyamaza, singangani tena, Mwenyezi Mungu most of the time anawaondolea that sense of feeling pain. Na diposa kama kuna njia nilipita na sipendagi kuipita juu ninaogopa, juu iko na watu, inakuaga na watu wengi mpaka mahijackers wa magari. Sasa nikiwa katika hiyo sehemu ya kusikia nimeshoka, nikapita hiyo njia. Ni juzi tu
mwezi nimepona hapa. Ndio kama siku 3 nilikuwa nauliza Kristo, kwa nini ninasikia nikiwa nimeshoka? Hakuna kitu mzuri ninasikia. Ninapenda kukula nyama kiasi ikiwa imewekwa cabbage na sio na ugali peke yake hivyo, nyama na cabbage. Ninapenda sana. Ninapenda hizi viazi zikiwa zimepikwa vizuri na kaangwa na inawekwa carrot kidogo. Ninapenda hiyo chakula sana. Unajua sisi wa Kikuyu tunapenda supu kutoka kwa viazi. Ninapenda hiyo sana. You know, lakini sasa ninapenda kukunywa kitu inaitwa black chocolate. Sasa niko na mwezi sisikii tamaa ya chai. Nikisikia tu chai imelete karibu ninasikia ikinuka vibaya. Nikijaribu kukunywa chocolate, nikijaribu nini nasikia sitaki. Sasa mpaka nikauliza Kristo, kwa nini unaashiria hii mambo? Kwani niko happy? Mpaka hali ya kuomba ninaomba tu sekondi 2 dakika 5 ninasikia nimeshoka, ninalala. Ninaamka, watoto wangu wanafika jioni nawaambia kujeni tuombe. Tunaomba na wao, nikimaliza ombi tu la dakika 2-3 ninasikia nimeshindwa. Ninanyamaza sasa. Bibi yangu anabaki akiomba, watoto wanabaki wakiomba. Mimi nagojea tu ifike pale mwisho ili niseme tumeomba katika jina la Yesu Kristo, and may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now. Sasa wakati tunaomba na wao, mimi ninaomba dakika kadhaa ninasikia nimechoka. Mtu ambaye ameshoka na amekata tamaa amekosa nguvu ya kung'ang'ana ni hatari sana. Na ndiposa Kristo anasema, na akawa ananielezea, mtu ajipime kwa moyo kama ako katika hiyo kiwango. Unajua ukiwa katika hiyo kiwango hauogopi chochote. You know, yani nimekuwa nikiendesha gari. Nikiwa ninaendesha ninajiuliza, in case accident ikihappen nitadu. Unajua hakuna mtu haogopi accident. Lakini sasa ilikuwa imefika kiwango mpaka nikiendesha gari ninauliza, accident ikifanya nitadu, si nitaanguka tu, kama nikukufa nikufe, ama kama nikushukuliwa nipeleke hospitali nipelekwe. Ninakuwa careless. Huo muda wa mwezi mzima Mwenyezi Mungu ameniweka katika hiyo spirit ya mtu ambaye anakaa kama mtoto give up akiwa kwa tumbo. Honestly, sasa kama saa hii si nimekaa kama 7 days, sijui 6 days sijatoa video. Nilikuwa ninajitayarisha nikasema ngoja niingie studio ni shoot video. Ninajaribu kuangalia maandiko nisome wapi. Mungu hanipei ujumbe. Mpaka sasa ikafika kama siku 3 nikauliza Kristo, why do I feel this? Akaniambia hiyo vile unasikia ndio mwanadamu akigive up anakuaga vile unasikia sasa. Mpaka kuna wakati nimefika ninasikia tuna agreement ambazo tu Kristo aliagree pamoja na mimi na akaniwekea, tukaeka kama sign, nitumikie nitakupea ufalme, lakini sitakuondoa duniani kabla watoto wako wote hawajakuwa wazima. Sitakuondoa duniani ukiwa haujazeeka. Sitakuondolea bibi yako kabla, sitakunyang'anya bibi wa ujana wako kabla wakati wake haujafika. Sasa hapa all of a sudden ninasikia nimechoka. Sasa ninajiuliza, nikikufa kama leo, mtoto wangu ni mdogo huyu, atafanya nini? Well, uoga ukawa umeisha. However, vile ataenda mimi I don't care. Nilikuwa nimefika kiwango hiyo. Sasa juzi hapa siku 3 ndio nauliza Kristo, kwa nini unaniruhusu nisikie vile nasikia? Kwa nini ninasikia nikiwa nimekata tamaa? In fact, kila chakula ambayo ninaipenda, tulikuwa tunaingia kwa hoteli, tunaenda mahali kwa hoteli lunch na bibi yangu, anaitisha chakula. Mimi nasikia tu staki. Brethren, kama kuna wakati nimejua na nimeogopa ni wakati huo. Maana mtu akiwa amefika wakati huo haogopi. Second issue, kitu ya pili, ukiwa umefika kiwango ile na uko na pesa, unanunuanga vitu kama mjinga. Unaweza ingia kwa duka ununue vitu vingine haukuwa na haja naye. In case tu unasikia uko na elfu kama 20 kwa mfuko yako. Yaani wakati unaingia kwa duka ama kwa supermarket na unaisikia hauogopi, unachukua hii na unachukua hii na unaenda kwa counter unahesabiwa, haufikiri, haujiulizi hii kitu inatoka pesa ngapi. You know, ninaenda mahali kuna kitu ninahitaji, nina bargain. Unajua kuna ile sehemu ya kubargain, unasema si nikatie kidogo. Nikielezewa kitu inatoka pesa hivi. Unajua mtu akiwa amefika kiwango hii, most of the time wananunuanga, unapata mtu ameshiko na hiyo wakati. Ananunua nguo hovyo. Anapata hii ananunua, anapata hii ananunua. Within 1 month amenunua nguo kama 4 za bei. Ukiwa umekata, umeshoka, umerelax, umeshoka na kung'ang'ana maishani,
Unaweza kuwa na milioni 1 kwa bank, uiharibu within the next 6 months. Believe me. Na kama wewe ni mtu wa kiasi, yani kuna wengine ambao wana relax namna hiyo, wanashoka kungengana. Sasa anaingia kwa pombe tu, anaanza kuikunywa. Ukimuuliza why do you do this? Sio kwa bahati yako addicted, ni vile amekata tamaa ya kuishi. Asa akianza kukunywa pombe ndio huo. Sasa kuna wengine wakikata tamaa na wako na mabwana kwa nyumba, wako na mabibi kwa nyumba. Unajua hiyo tamaa sasa ya wanawake ya wanaume inawekwa ndani yako. Hauogopi. Unaenda tu mkipatana na watu mkikuwa na wakati mzuri, usikie unataka kusikia mzuri. Hauogopi. Unaenda hata hutumii condom. Na saa hiyo ukifika nyumbani ulizo, ulikuwa wapi ama baba fulani umetoka wapi siku mbili haujakuwa kwa nyumba. You don't care. Nilikuwa vidini tu. Mtu akiwa ameshoka na amekata tamaa, kama mtoto aliye ndani ya tumbo ya mama akiwa ameshoka, ni mtu anakuaga dangerous. Ndio hawa unawaelezea tupite hii njia tusipate shida. Haogopi. Sasa Kristo akanionyesha watu wa aina hiyo. You communication unajua gadget ya communicate na Mwenyezi Mungu inakuwa katika akili zako. Sasa ukiwa mtu ambaye amerus ama amekosa hataki kungengana sasa na ameshoka, communication yake na mawazo yake na Mwenyezi Mungu huwa inafunikwa na giza fulani. Sasa hautakuwa unasikia mambo fulani makubwa, hauogopi lolote. Wewe umeolewa, jambo lile limekupata, unasikia umefika mwisho, unataka tu kuisha, hutaki kuishi duniani. Ukikutana na mtu muongee na yeye, anakuambia si twende tukunywe kahawa, mnaenda, anakuambia tunaweza lala tu kama masaa mawili. Huogopi. Ile kitu Mwenyezi Mungu amenifundisha mwezi mzima, na ninamsihi wakati ananielezea niongee jambo fulani, please asiwe tu ananitumia katika mimi ku experience, maana huo mwezi umekuwa mzito kwangu. Mpaka bibi yangu ananiangalia hivi, anashindwa why ninasafa adaho. Mpaka sasa unajua ninatoa huu ujumbe na nimepewa huu ujumbe leo usiku. Asubuhi bibi yangu ameamka akaniuliza, sasa wewe nakuletea mkate na kuletea na chai, unakula mkate tu piece kadhaa, alafu kwa chai hukunywi. Sasa haja gani nikuletee chai? Sikuongea. Mpaka akaniambia, na unajua wewe labda wewe ni mgonjwa, si uende hospitali upimwe huo ni ugonjwa gani uko naye. For sure mtoto akiwa ndani ya tumbo angangane alafu akose njia, huwa ana relax, anakuwa na ugonjwa gani? Sasa bibi yangu akaniambia hapa asubuhi, kaamuka akaniasha bedroom akaniambia, sasa sijui nikutayarishie chai nikuletee, sijui nikuletee mkate. Sasa ameingia kitchen, ameniletea piece 3 ya mkate na mayai sijui moja na sausage moja tu. Sasa namwambia nitakula hii kule hii na nikule hii nimalize. Ananiambia hapana. Kudhogodha na meshiri. Najua hiyo mafikiri yako inakuwa na zigizadi mingi huko ndani. Zigizadi. Sasa unajua kitu ikiwa zigizadi ni kama vile utoe nyuzi zile za kushona ama za kushona maguo, uivurute hivi itoke, alafu mtu akwambie sasa jaribu kuitengeneza uirudishe ikuje vizuri, na hiyo nyuzi yote umeitoanisha imekuwa madhokodhanio, imekuwa Sasa mpaka wakati ameniletea chai nikiwa nimeketi, nikasema ngoja nianze na mkate, alafu nikule hii mayai mbili, alafu nikule hako smoky spread sausage kasmoky. Sasa akaniambia hapana, fanya hivi. Yaani akili zako zinakuwa hasina mpango. Leo ndio Kristo ananielezea hivyo. Mtu ambaye ameshoka kungangana maishani, spirit yake ikilala, anakuwaka kama hivyo. Sasa bibi hapana, weka hii mayai hapa katikati, alafu ngoja nikukatie hii sausage maraka mbili hivi tuipasue tuweke hapa na hapa. Yaani sina shida na hiyo mimi. Nataka nianze na mkate, nikule mayai, alafu nikule sausage, mambo iishe nikikunywe kikombe ya maji. Sasa wakati kabla sijaingia hapa kushuti hii video, nikaelezea Kristo. Sasa nimeamuka, nikaoga. Kitambo nijitayarishe, sikuwa niweke hii video. Nilikuwa nataka leo ni saa zinafaa kwenda kanisani. Sasa nilikuwa nitoke. Sasa nikaoga, nikaketi kwa kiti. Nikaambia Mungu, I'm so tired. Nikaweka worship fulani na nikashikwa na uzigizi. Wakati nimeamuka tu, naye Kristo akanisaidia akaniambia, hiyo jambo ulikuwa ndani yako limeisha. Nimeinuka nikiwa sawa.
Brethren, kama wale watu ambao wameshoka kung'ang'ana maishani wanakaaga kama vile nimekaa hapa mwezi mzima, oi, ninaonea huruma. Na diposa sasa, wewe unaona uko na watoto, hawajali, wewe unamtumia pesa tu anatumia, wewe unamjaribu kumshikia, hana shida. Gai, mtu akiwa ameshoka maishani, anaweza kaa kwa TV kutoka asubuhi mpaka jioni, hata haoi. Anataka tu kuangalia. Kama ni katuni, unaona hata saa zingine mawazo yake haiko katika hiyo TV. Hang'ang'ani, haogopi kushida kwa nyumba the whole day na hatoki. Mtu akiwa ameshindwa, ameng'ang'ana maishani, kuna jamaa ninajua alishindwa tu kiasi kulipa nyumba mwezi mmoja. Akadecide kunyamaza na akajifungia kwa nyumba, hatoki. Sasa nyumba ndio hii inajihesabu, ile unakaa inajihesabu, lakini umeshoka, unakaa hautoki. Sasa nilikuwa ninauliza, baada ya kukaa katika hiyo nyumba ukiwa hautoki, mwezi wa kwanza uishe, mwezi wa pili, mwezi wa tatu uishe, bado tu utakuja kutoka. Unajua utakuja kutolewa na mwenye nyumba cha nguvu, tutajionea. Naye anasema I don't care, kama nitatolewa na iwe. Kuna wakati moja, kuna jamaa moja alikuwa na duka fulani mahali Gara. Akashoka namna hiyo ninakuelezea. Na alikuwa rafiki yangu. Alikuwa na duka ilikuwa na zaidi ya milioni 10 stock ndani. Huyu jamaa wakati alishoka akasikia, maana aliashwa na bibi yake akaenda ng'ambo. Sijui kulitokea mapi. Akawa huyu mzee ni kama haelewani na bibi. Na ilikuwa waende wote wawili, mzee akakatalia huko. Sasa huyu mzee alipokatalia, alikuwa na duka moja kubwa Gara. Akawa haogopi. Siku moja akaelezea watu wake wa kazi, kuanzia kesho hakuna kazi, nataka nifunge hii kiasi, kuna mahali nataka kwenda. Unajua hiyo duka, akaingia kwa nyumba yake na haogei. Ako na nyumba mahali kwa matajiri, sijui Kahawa West. Ni Kahawa Shukari. Akaingia kwa nyumba, haogei na mtu, hatoki, hana shughuli. Akitoka tu anatoka na slippers, anaenda hapo kwa shopping center, ananunua kitu ya kukula, anarudi nyumbani. Tukijaribu kuuliza kwani ilienda nini? Haogei, hata hana haraka. Hata mkikaa na yeye mwanze kukula story, anakuwa kama maji ambayo imemwagwa inateremka upande ule kuna mto. Hana shida. Sasa hiyo duka yake ilikaa miezi 6. Akajaribu kuitwa na mwenye duka, nitafunja hii niuze. Don't worry, ninakuja tu. Hiyo duka dakika ya mwisho ilivunjwa na mwenye duka na mwenye plot. Hizo vitu yote akauza auction. Huyu jamaa akiwa tu kurelax, ama mtoto aliye ndani ya mama kushoka na kupumzika. Ati mwana ni anogire, darang'eng'ana rĩngĩ. Ati mzee ameshoka, hang'eng'ani tena. Kijana ameshoka, hang'eng'ani tena. Hiyo spirit ya kung'eng'ana ikiwa cut off kwako, unakuwaga mtu ambaye haeleweki. Mimi nimekaa huo mwezi Mwenyezi Mungu akinifu. Mpaka jana ndio ninamuuliza, why? Mpaka leo asubuhi. Sasa saa zile bibi ameniletea chai. Baada ya kukunywa, ameniletea black chocolate. Nilianza na mkate na hivyo alinitengenezea nikakula. Alafu akaniletea chocolate, nikakunywa mpaka nusu. Nikasimama. Nikauliza Kristo, niko na karibu siku 6 sijaweka video. Na for sure unajua mimi nimeshoka. Sijui nilikuwa naambia Kristo kama jana asubuhi. Nilikuwa naambia Kristo, si unibebe tu niingize biguni niwachane na hii maisha ya dunia. Sasa na mawazo mengine inaniuliza, mliaganaje na Kristo? Alikwambia mtoto wako lazima watoto wawe wakubwa. Nilikwambia sitasababisha nimuashe mke wako akiwa mjane akiwa mdogo. Wewe nitakupatia bibi ambaye mtakaa na yeye maisha. Kwa nini sasa umeshoka? Nikamwambia hata mimi sijui. Sasa baada ya kukula hiyo mkate, si nimeketi kwa kiti hapo. Bibi akaniasha, kuna kitu alikuwa anataka ili ajitayarishe masaa saa 4. Nikiwa nimelala hapo, kuamka tu nikasikia nimekuwa revived, ule mwili wa zamani sasa umerudi. Nikaingia bedroom, nikajitayarisha. Hizi nguo unaona nimevaa. Jana asubuhi nilikuwa nimezivaa nikuje ni shoot video. Mpaka saa hii tunaongea na wewe, kuna video nimeshoot hapa over one ilikuwa kama 1 hour. Imeharibika tu mwisho hapa mwisho, nikasikia hapana sitairusha. Na nikasema ili nisiwe na tashwishi, ili nisiwe maybe, nikaidelete katika kamera ama katika mashine ambayo ninatumia.
Nikwambie hii, mtu ambaye ameshoka kama anakuaga vile nilikuwa ninasikia, huyu mtu hamuombei Mwenyezi Mungu kwanza ambariki. Unamuombea kulingana na hivyo nimekusomea maandiko ya Isaia 50. Mwenyezi Mungu anaweza revive desert, aifanye ocean. Omba Mwenyezi Mungu afanye huyo jamaa wako awe revived. Maana mtu kama vile nimekaa huo mwezi mzima nilikuwa kama desert. Hakuna kitu iko live ikionekana ndani yangu. Na wakati nimeshoot video kadhaa nikiwa na hiyo issue, nikiingia tu hii mlango ya kuingia hapa hii studio ambayo ninashutia, Kristo naye anasimama na mimi. Ninahubiri nikiwa na nguvu. Baada tu ya kumaliza hiyo video kutoka kwa hii mlango, ile wiku linanirudia. Sasa leo asubuhi ndio nikaelezea Kristo, hii imezidi sana. Akaniambia kuchoka na kurelax ni disconnecting yourself with the Spirit of God. That in a person. Na mtu ambaye disconnect himself herself with the Redeemer Jesus our really God, anakaa tu kama mnyama, haogopi lolote. Kuna njia nilipitia na nikawa najua hiyo njia haikuagi mzuri, ninaweza haijakiwa na niuawe. Lakini nikajiuliza, wakikuja tu wanigie mbele nione wametoa madubunduki watafanya nini? Si wanitanipiga tu risasi kwa kichwa nikufe. Ilikuwa so simple like that. Sasa huyu ambaye wewe unaombea na unajua haamuki, unajua uko na watoto, uko na mabrother, uko na bwana, uko na sister, uko na bibi, uko na anko, uko na kazi na ambao wanakaa vile nilikuwa ninasikia. In fact mtu akifika wakati huo, haogopi hata haoni jambo kubwa. Kuna jamaa mmoja tulikuwa tunaishi na yeye mahali. Akiamuka tu akienda kibarua hapati, lakini akipata anashindwa na wengine wanamshida, wanachukua zile vitu wanaenda kuuza, yeye anapata kidogo. Sasa huyu jamaa akirudi kwa nyumba anaingia kwa kitanda tu analala. Sasa baada ya kumkosa kama wiki mzima nikaenda kwake nikauliza, wapi baba fulani? Mama akaniambia ako kwa kitanda, hatoki. Sasa hii ni wiki ya kwanza, nyumba inagojoa alipe mwisho wa mwezi. Nikamuita, nikamwambia hapana mzee, hauwezi lala, lazima ung'ang'ane. Hapa hakuna cha kuongea, kulala haisaidii. Unaenda ukiona hiyo vitu unataka kwa huyo mtu anawapea anakunyima, enda kwa mwingine, maana ni wengi wanauza, toka. Na nikamunenea nikiwa na authority, nikaweka life in the name of Jesus katika mwili wake. Siku ya leo kutoka wakati huo tuliongea na yeye, hajai shindwa kulipa nyumba. Anaamuka mpaka kukiwa na mvua. Mtu ambaye ameshoka kama mtoto ambaye ameng'ang'ana kutoka anashindwa, anakuaga dangerous, maana hakuna kitu anaonanga kubwa. Mwende na yeye umnunulie chapati na madudu, akule tu ashibe, hajali. Akikula akishiba haoni. Sasa the problem is mtu ashikwe na hiyo spirit, ama awe mtu ameshoka na ako na familia, una watoto, una bibi na wote wanategemea wewe. Hapo ndio unaona unajaribu kuuliza mzee alifanya nini. Mama akiwa amekata tamaa anaweza fanya chochote. Sina mengi. I Redeemer Jesus, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. I bless these people in Jesus' mighty name. Point of interest. Kama wewe uko na watoto unaombea na unajua ni kulingana vile umenisikiza wamechoka. Sasa ile ombi unawaombea, hauwaombei mengine, unaombea Mwenyezi Mungu ambaye anaweza sababisha desert iwe ocean. Hivyo tu. Na hakika Mwenyezi Mungu anakusikia. 70% ya Wakristo wameng'ang'ana, wameshoka na wamerelax, hawaogopi, hata hawana shida. Diposa mtoto aende shule, akose kwenda shule, you don't care. Diposa watu akose kukula, ama akule, you don't care. Ile chakula ulikuwa unatayarisha tu chakula mzuri mpaka kila mtu kwa nyumba anasema ni tamu, you don't care. Unapika tu wakule. You know, unaweza kaa mpaka saa 3:30. Saa 3 umekaa, haulizi watu, wewe ni bibi na uko na bwana na watoto. Unakaa mpaka saa 3 kwa TV, hauogopi na haujui watakula nini. Sasa saa 3 imefika ndio unaanza kuuliza mnataka kukula nini leo? Hani mtu akiwa katika hiyo area ama wakati huo haogopi. You know, kuna mtu akifika wakati huo, kuna kipindi fulani ama kuna sehemu kipindi fulani alikuwa anapenda kwa TV, haoni. Sasa diposa unaingia kwa nyumba, unapata ako TV ndio inaendelea, hajui inafanya nini.
Kama unajua mtu ambaye ni wenu ama rafiki ama mtoto ama cousin ama uncle ama daddy ama bibi ama bwana ako na hii issue, kitu ya kwanza sasa sio kumuombea yeye. Sasa kitu ya kwanza ni kuomba Mwenyezi Mungu amuonee huruma, amrudishie mawazo. Nebukadnezar wakati alienda kuingia forest aanze kukula nyasi, hakuwa na mafikirio ya mwanadamu. Ni communication nzuri between Mwenyezi Mungu na mwanadamu. Mawazo yake ikawa na imewekwa giza. Sasa akawa nusu mwanadamu nusu mnyama. Haogopi mpaka akiwa forest, haogopi, anakaa kama mnyama. Huyu naye, huyu ambaye ameruse hope hangengani, anakaa mtu si kama mwanadamu. Brethren, hiyo nimefundishwa na mimi na ni mazito. Nilikuwa nimekata tamaa kutoka wakati nimegojeka na siku zangu zikawa zimefika mwisho. Mwenyezi Mungu akanielezea nimekuongeza, akaniongeza. Kuanzia wakati alinielezea sasa nimekuongeza, nimekaa careless. Sikuwa ninaona jambo. Mpaka nilikuwa ninapima nasema Kristo saa hizi akikuja nitaingia mbinguni. I don't care. I know kama nitaingia ni sawa, kama sitaingia I don't care. Brethren, mimi na ninaomba Kristo tu kwa mapenzi yake, wakati ananitumia kujua kitu fulani, asinitumie na mimi, anielezee tu, nitaongea hata kama sina experience. Juu hili nimepitia hiki kombe mwezi mzima. Ati just imagine katoto kamejaribu kutafuta njia kameshoka. Watu wengi wamejaribu kutafuta njia wameshoka. Na wakichoka, hapo ndio yule yako karibu na yeye ni daktari aone. Mtoto amerelax. Daktari wanasemaga hii ni emergency. Kunaweza kuwa na mama wengine wanapiga duru akiwa 20 wamepanga laini. Lakini mmoja hapo laini namba 50. Aonekane alikuwa anapiga duru na mara moja amenyamaza tu, ameanza kucheka na mnaongea na yeye hana uchungu. Daktari huwa anajua hiyo ni emergency imefika. Dakika moja unashukuriwa na unaenda unapelekwa huko Sicilia, ni mara moja mtoto anatolewa. Juu ni hiyo kungangana ni kunyama, mtoto amechoka. Mwana ni anogire. Wewe mtoto wako ameshoka. Je, baba yako ameshoka? Je, bibi yako ameshoka? Je, kasini yako, anko, watu wenu, ni nani ni rafiki ameshoka? Ukiona mtu amefika hiyo kiwango, anakuwa garus kwa kila kitu. Hao ni jambo kubwa, hata hajui dhambi ni nini. Wanasikiaga tu kurelax kwa kila kitu. Na Kristo wengi wameshoka namna hiyo. Mlisoma nini leo kanisani? Mahubiri ilikuwa kuhusu nini? Hajui. Brethren, God bless you. Point of interest. Kuna wewe ulinitumia 40,000. Kaniambia ninunue tank. Kuna mwingine naye alikuwa amenitumia na tukashikania na yeye. Hizo tank tulikuwa tunataka za children home. Ili unitumie 40,000. Tulikuwa already tumenunua tanki mbili. Kuna mtu alinitumia pesa kiasi, akaniambia mhubiri, ikiwezekana kama hiyo pesa haitoshi tanki ya 10,000 liters, nunua zile utaona. Na nikanunua tanki mbili ya 50,000 liters. Kwa sababu huyu mama mwenye shule alinielezea angelipenda moja ili aweke mahali kuna mabati upande huu na upande huu. Sasa na akanielezea hii, unajua niko na watoto na huwa sometimes wanapanda juu. Ikiwa ni tanki ya futi ya 5,000 liters, hata mtoto akiruka tusikie wengine wamekibia waseme ameruka ndani, huwa tunaweza kumtoa rahisi. Lakini hii ya 10,000 liter unajua iko juu, ninakuanga ni. Sasa niliona perspective na huyu mama akaniambia watoto wanapanda hapa, unasikia mtoto ameanguka ndani ya hiyo maji. Juu atafungua tu kifuniko alafu aguke. Sasa wengine wanakuja wamekimbia, ameanguka. Tukikibia huwa tunaweza tunaingia hiyo tanki ya 5,000 liters na tunamtoa na hiyo mambo inaisha. Sasa hii ya 7,000 liters unajua ni mrefu, inatosha kutoka futi 7 kwenda juu. Sasa hiyo ama futi 8 kumtoa inakuwa ni ngumu na maji ni mingi. Sasa akaniambia it's okay. Hewani yangu imeanguka hapo. Sasa akaniambia it's okay, na nilikuwa hapa. Wewe ambaye ulinitumia 40,000 ukaniambia ninunue tank. Kuna kitu moja baada ya kuuliza huyu mama shida ni gani, akaniambia ya kwanza ni tank, hizo tukanunua. Kuna mtu alinitumia pesa akaniambia wewe enda ununue tanki mbili. Nikaona kama ni kidogo vile.
lakini tuliweza na tukanunua tanki mbili. Sasa wewe 40,000 yako, huyu mama alikuwa ameniambia ako na shida ya kuni. Kuna mtu huwa analete kuni na area ambayo ninaishi, na hiyo karoli kamoja kanaendaga almost 30,000, maana ni 29,000. Sasa ilinibidi hii 40,000 yako, maana ulikuwa unataka tununue tanki. Nikauliza mama ni nini nyingine, akaniambia ile kitu kingine inanisubua hapa ni kuni. Kuni hatupati na ni lazima tutumie kuni ama sawdust. Sasa nikamwambia, niliposikia wish ama mapenzi yake, niambia sasa ile kitu saa hii hatuna na inatusubua ni kuni. Nilitafuta huyu jamaa ambaye anauza hizi kuni. Kuna wakati nilikuwa ninauza nikiwa na hoteli Kitengera. Akaniambia sasa mahali zimefika ni aliniambia almost 29,000 per lori. Sasa huyu jamaa nikamwambia nimwagie lori mbili, na at least tukamwaga lori mbili. Moja nilimwaga jana Christmas huko, nilitumana tu na nikaweka pesa through. Sasa hiyo pesa ulinipea ukaniambia tank already, issue ya tank ilikuwa imeisha. Sasa ilikuwa ni shida na kuni, na hizo lori mbili. Sasa huyu mama nikimuuliza akaniambia itaenda kitu kama miezi 7. Sasa ile issue iko at hard pa now, maana ile pesa ilikuwa inatakikana ili alipe ule mama amfanyie transfer, hiyo ndio ilipatikana wakati wa mwanzo. Huyu mama katika process yako naye saa hii plot ikidelay, hiyo pesa zote ambazo mnamtumia nyinyi ambayo mnasimama na yeye, anaziweka kwa account in case sikifika ikitakikana chakula ndio hii. Maana kutoka wakati tumeongea watu wameingia ku assisting, mpaka ninafurahia watu wa Nairobi Water wamemwambia wewe usishoke na maji. Wakati nimeweka video hii, nafikiri kuna wale walikuwa wamekuja kutembea Samani wakaona hii video na ile mambo iko, wakaenda kwake wakamwambia tutakuwa tunakuwekea maji, kisha ikiisha unatupigia simu. Watu wa Nairobi Water mbarikiwe kwa sababu ya hiyo. Yule ambaye alikuja na hiyo waso, maana mko hapo Ruai, Mungu awabariki sana. Juu mmefanya hiyo kama mara kadhaa, mnakuja mnajaza maji. Mungu awabariki sana. Kuna hawa na ambao wamesikia mwito. Wengine wanasema lunch ya leo nitasimamia, sapa ni mimi nitakuwako. Lakini katika hii institution ama katika hii mahali wako, hatuwezi fanya development mingi, maana huu waja ni wa pastor na ni kanisa. Sasa the issue is here, msiwe na shida kutoa. Na mama huyu akiweka, mnaweza kuona hakuna progress inafanyika, maana ule waja sio wake. You know, hatuwezi anza kufanya development kule. Sasa hizi pesa anaziweka targeting, kama huu waja hutatoka, huu alipewa. At least hawa hii shule inahitaji plot ya 100 square. Zile pesa zote mnamtumia na zile ninapatiwa ninampea, ninazisukuma kwake. Anataka sasa ikiwezekana aweke za kununua kaproti. Angalau kama hatajenga nyumba za mabati, itakuwa ni nyumba za mabati ambazo zimewekwa nini ndani, 3 fry ama zimewekwa hiyo 3 fry ndani, ili ziziwe ile baridi mingi. Sasa ile process iko ni hiyo. So usijiulize nikitumia huyu mama pesa na watoto wameshimba. Sasa anaziweka pamoja, na nikamwambia awe transparent, na iwe transparency inahitajika katika hili jambo. So ni ukikaa unaandikia watu kwa huo mtandao wako mahali umefika. Sasa anatafuta vile anaweza pata kaproti yake, maana ameishi kukodisha nyumba na hawa watoto, na sio sehemu moja amefukuzwa baada ya kushindwa kulipa. God bless you. Mkiendelea na hiyo ministry, Evangelist Martin Ndumu. Kama mtu wenu ni yule ameshoka kama mtoto tumboni, sasa sio wakati wa kumuombea ili ya nini. Unamuombea Mwenyezi Mungu aweze kumrevive, kama vile anaweza. Mwenyezi Mungu anasema anaweza fanya desert iwe ocean. Sasa hiyo maana yake ni kusema nini aliposaidia na hii maandiko Isaia 50 kuanzia 1 hadi 3. Ni kumaanisha Mwenyezi Mungu ako tayari kusikia maombi yako wewe ambaye unamuombea, sample kama ya mtoto huyo ambaye ameshoka akiwa ndani ya tumbo ya mama. Mungu awabariki na atende. Hii ni kitu kingine Mwenyezi Mungu amenisaidia leo asubuhi hapa, na tukashare na bibi yangu. Akaniambia niongee na wanaume. Nyinyi mnaenda mnakuwa mumeokoka, alafu all of a sudden mmesikia mtu ameanguka. Kuna hili jambo Kristo amenisaidia.
Mimi naangalia hii miwani nisikanyange. Kuna hili jambo Kristo amenionyesha siku ya leo. Akanionyesha mama ambaye amekuangalia na jisho hivi na akajua umempenda. Sijui, nafikiri wa mama anakuaga na sixth sense. Sasa wewe ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu na umeokoka, hasa ninaongea kuhusu wanaume, na unapenda kukaa maisha matakatifu, lakini somehow kuna mtu unacheza na yeye na ni mama, ni opposite sex, na ile kitu huwa wao ambao wanakuja karibu na wahubiri ama wale watu wamejitoa ili wakae wakiwa wameokoka, huyo mama akikuja karibu na yeye, kitu ya kwanza huwa anafanya, huwa anakupima kama roho yako inampenda. Sasa Kristo akanielezea, ili uwe Mkristo mkamilifu na uko na bibi, usimwashe bibi yako nyuma kwa mambo mingi. So wakati unajua unaenda harusi, wakati unaenda party, wakati unaenda wapi, kama unataka umeokoka na uko na bibi, usimwashe bibi yako nyuma. Most of the time ukionekana hadharani ukiwa peke yako, na unajua sasa siongei wale ambao hawajaokoka, ninanenea wale ambao wameokoka, usimwashe mke wako nyuma. The moment una decide kumwasha nyuma bibi yako na unaendanga event ukiwa peke yako, kukitokea mama tu umuonyeshe tu na jisho la kumpenda kidogo, wao huwa wanapima kama unampenda. Akijua unampenda, inakuaga easy sana yeye kukutarget na kukuagusha. Na hapa ndio ninasema, do not underestimate the power of a woman. You know, na hapa Kristo, kuna wakati nimeomba kuhusu hilo jambo, Kristo akanisaidia. Dongo, ukimwasha bibi yako nyuma, wewe unaingia sehemu zingine bila yeye, kufaulu kwako kutakuwa ni ngumu. Nikamuuliza why. Bibi wa mama wanakuaga na sense ya kujua mambo kushida sisi wanaume concerning the opposite sex. Sasa bwana, bibi yako anaweza kuwa ameketi pale, na yeye mnaongea na mama na ni mwanamke tu. Akikuangalia tu vile mnaongea, mkienda nyumbani bila fujo anakuambia, na huyo mama mlikuwa mnaongea na yeye, ujue usimuenende hivyo kiholela. Yeye hako na haja na wewe, na ile kitu anataka kufanya na wewe, hako na haja na wewe kimwili. Sisi wanaume hatuonagi haraka, wamama huwa wanaona haraka. Na ndiposa Kristo akanisaidia hapa. Kama wewe ni mtumishi na unajua unahubiri injili na unataka kuendelea ukiwa na maisha matakatifu, penda kuweka mke wako karibu na wewe. Usimuashe kwa event mingi. The moment unaitwa na mtu, unajua ninaongea hivi, maana mimi nimekuwa nikiitwa na watu na siendi. Mpaka nikauliza mtu, Mungu, hawa watu wote wananiita. Sometimes unaniruhusu unakataa kuniruhusu niende. What am I supposed to do? In any case, wherever you go, uende na bibi yako. Na maongeo isiwe ni story. Iwe ni neno ambalo halitoki katika maandiko. Utafaulu. Lakini ukijiashiria tu unaitwa na mtu, unamwasha bibi yako nyumbani halafu unaenda. Hata kama ni mwanaume amekuita, kutakuwa na mtu katika mahali mtaenda kukaa awe na interest. Na kama hako katika hiyo grupu na huyo mwanaume umeenda kuwapata, ni rahisi sana kujiexpose kwa mambo ambayo yatatokea halafu yawe ni shida between me and you. Sasa wanaume ambao mmeokoka, Kristo akawa ananielezea, usimwashe bibi yako nyuma. Kama unataka kutembea na unataka kuishi maisha mazuri ya wokovu, na umepewa mke na Mwenyezi Mungu, usijiashirie ama uashirie bibi yako kwa mambo tu, ama wewe ujiashirie kwa mambo. Never and never underestimate the power of a woman concerning the issue of sex and love. Mama akikuangalia hivi na jisho, ukiwa unampenda huwa anajua. Na akijua tu unampenda tu, hiyo ndio ile kitu foundation shetani anataka aweke hapo katikati. Huyu mama ambaye akikuangalia hivi aone unampenda. Sasa the issue of love inakuwa communication. Ukikaa peke yako atakuangusha. Ukizoea tu kupatana na yeye mara nyingi atakuangusha. Na hapa ndio tunaelezewa na Biblia, dhambi zingine ni za kutorokea na kutoroka na miguu, sio kuomba.
Sasa na nyinyi ambao mko na mabibi na mumeokoka, na hasa watumishi mshunge sana mabibi wenu wasiwe bali. Unajua ninasikianga mimi niko na mke na ni yule anakaaga silent women ambaye sitaki kumuonesha na kwa watu. Life ambayo unaishi tunaiona baada ya kumweka bibi yako bali. Maana there is no, sema tu umeenda kwa bar na uende tu na bibi yako akae tu. Na don't siamini hiyo pastor akiingia kwa bar hata iwe ni nini, siamini. So inaweza kuwa tu sio kwa bar, mnaenda kukula lunch mahali na mko na wahubiri wa mama na wazee, na nyinyi mnaenda kukula zile, hakuna yule anakuja na bibi yake ama na bwana yake. The issue ya kufungwa nyinyi pamoja hivi na shetani mpate hakuna hata boda, ni hiyo mchezo ya kukaa kwa mesa na mtu ukiwa bibi yako hayuko karibu. We mwanaume, naongea na wewe, najua hamsikiagi mnasema ninaongeanga, kitabu mjue ninaongea nini, mimi nitakuwa biguni. Na mjue hii Biblia asema wakati mtaona Waisraeli wakianza kukusanyika wakirudi kwao nyumbani, mjue Mwenyezi Mungu Kristo wako karibu kurudi. Nyakati tuko nazo, kuna watu walikuwa Ethiopia na hao watu walikuwa Ethiopia hapa. Ukiangalia vizuri kwa maandiko, kuna wanawake ambao Suleiman alizaa na wao, na wengi walikuwa, kuna mama fulani alikuwa wa Ethiopia ambaye Suleiman alilala na yeye akazaa watoto. Hawa hiyo kabila Waisraeli kitu 90s hapo walikuja Ethiopia, wakakusanya hiyo ukoo wote na wakarudisha kwa Israeli. Aenda kwa Akaifu niambie hiyo kitu ninaongea kama iko ama ni uongo. Walikuwa Ethiopia. Kati ya na ninafikiri huyu alikuwa anaitwa Queen of Sheba. Maana alikuwa wa huku. Ni kama walizaa na huyu mfalme Suleiman. Maana wao wake ambao wengi Suleiman alipata hapa, wengi alizaa na wao. Na kuna huyo hasa alikuwa ametoka nchi ya Ethiopia. Hiyo ukoo ama hiyo familia ama hiyo family ya huyo tunaita nini? Jamii ama tunaita nini? Kabila hilo la huyo mama ama huo uzao wa huyo mama ambaye alizaa na Suleiman wa Ethiopia. Miaka ya 90s ukiangalia katika na archive zetu, Waisraeli walikuja Ethiopia wakakusanya hiyo generation yote mpaka mtoto wa mwisho, wakaenda wakawapatia sehemu katika nchi ya Israeli. Biblia nayo inasema wakati mtaona Wanaisraeli wameanza kukusanyika, wanakusanyika wote, wanakusanyika wakirudi kwa Israeli, mjue mwisho wa dunia uko karibu. Hili ni kitu limetendeka 90s. Ninaongea habari ya Kenya na Ethiopia hapa. Walikuja wakaanza walikusanya lile kabila lote na huyo mama wakaenda nao. Leo hii tunaongea na wewe, ni vigumu sana upate Muisraeli anyhow in the world atuwa meji. Kama Kenya ukiwahesabu ni wa very few. Ukienda hiyo embassy ya Israel utapata Muisraeli ni 3 ama 4, wanaweka wazungu wengine kama security na nini, lakini Muisraeli wanakuaga wanaangalia, do they know wanakuaga targeted. So hawajitoi tu duniani hovyo hovyo kama vile naweza sema saa hii nataka kwenda China nikatafute vitu ya kuuza. Waisraeli hawako hivyo, wanakuaga very protective by themselves ama katika maisha yao. Sasa hapa Biblia inasema nyakati za mwisho sikikaribia, Wanaisraeli Mwenyezi Mungu atakusanya Waisraeli wote na atawarudisha Israel. Think about that. Mungu akubariki. Na nyinyi ambao mnasimama na mimi, Mungu awabariki sana. Na favor ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu. Hata kama huwa unanitumia shilingi 200 unasema unasimama na mimi, hata kama huwa unaninunulia airtime ya siku moja, hata kama unaniambiaga chukua 100 uweke data tuendelee na injili, kwenda mpaka kiwango ya juu ambao wengine wanatoa fungo la 10 katika platform yangu. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu. Nimeona mkono wa Bwana kupitia nyinyi. Twende mbinguni. Mungu awabariki na azidi kuwa pamoja nanyi. Leo ni Sunday, tunaelekea mwisho wa mwezi.
Mwenyezi Mungu alinde hizi siku zimeanzia hapa 26 mpaka tarehe 31. Ukivuka mwaka vizuri, ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na wote na wafunika na damu ya Yesu ambao mnafungulia hii video. Mungu awabariki pamoja na familia zenu, awinue from one glory to the other. Brethren, tumkiri Kristo mwokozi wetu kwa midomo yetu, na ukimkiri Mwenyezi Mungu atasidi kutembea na wewe, maana utakuwa unatembea mbele na yeye anakufuata na ishara na miujiza. I'm so humbled, na ninafurahia kumtumikia Mwenyezi Mungu katika karne hii. God bless you in Jesus name. Evangelist Martin Dongo, namba ya simu ni 0721 735 498. Kuna hiyo communication ya Telecom na WhatsApp 0774 297 055. God bless you. God bless you. God bless you. Endeleni kushikilia huyo mama wa Wings of a Dove Children's Home. Mimi niko na children's mingi ambazo huwa ninatembea, lakini hii ni moja kati ya zile Mwenyezi Mungu aliniambia niweke katika, alinisaidia niweke katika mitandao. Nyinyi ambao mnanitumia, mnaniambia nenda children's home, niko sawa kunitumia, maana children's home niko na kama 5 ambazo huwa ninatembea, lakini hii ndio ilikuwa na shida mingi kushida hizo zingine. Hizi zingine lazima hii kwanza isimame. Kama Mwenyezi Mungu ataniruhusu kuleta ingine katika mitandao ni sawa, lakini nyinyi mnanitumia, mnanielezea enda children's home, sometimes huenda ikawa siedi ile, maana watu wengi wamesimama kule, na msaidie huyo mama paka muone amepata plot. Wakati tu atachamba hapo aende kwingine, nitaenda huko tujua, ninafuatilia, nipige picha, niwekee video, muendelee support huyo mama. Kama umeagree kusupport yeye kila mwisho wa mwezi, hautupi, honestly hautupi. Mimi wewe na wewe ambaye unaona unitumie, na tulikuwa unanitumia mpaka bereni, there is no problem ukiendelea kunitumia. Na ukihitaji video ya ile kitu kama hii ya kuni hii, nilishukua video, sasa siwezi nikaiweka. Adanilezi sasa, wewe ukinielezea unataka kuona hii, nitakuwekea uone, lakini sio kwa YouTube personal one on one. Sasa muendelee kusupport hiyo children's home, na nyinyi mlikuwa mnanitumia ili niendelee kusupport wengine, mko free kufanya vile. Maana ukitumia saidi, hebu niseme namna hiyo, umenitumia shilingi 10,000, mimi huwa nashukua hizo 10,000 umenipea, alafu ninaongeza zangu kama 3,000, na ninaongeza transport na reba na nini zinakuwa kama 5,000. Mimi naongeza zangu kwa hizo 5,000 am 10 umenipea. You know, ukinipea 5,000 huwa ninaongeza 3,000 hivi, na mimi napeleka hiyo kiti pamoja na kutoa wakati wangu na kwenda. Na ujue ni gharama, maana saa zile niko ije sasa nikipeleka, ukinipigia simu ndio unasikiaka nikikwambia nipigie 6 niwe nimerudi nyumbani. You know, kila jambo liko na advantage na disadvantage. The moment I'm out doing hiyo kasi, sasa naye kasi ya simu, saa zile unasikia nikikwambia ukinipigia simu nipigie kama saa 6 jioni, ninakuaga ije. Maana wakati ninaendesha ni vigumu sana nifunge macho hivi niulize Mwenyezi Mungu huyu nitamjibu aje. Sasa ninakuwa naendesha ama tunaongea na watu wengine, na yeye umenipigia simu. Na niwaelezea hii, niliwaelezea na nitarudia. Saa 2 ikifika, tafadhali saa 1:30 hapo ikifika. Maana most of the time huwa ninapenda tuombe na familia yangu kama saa 1 na dakika 10 hapo. Sasa please, ninawasihi, kama sio emergency, maana kuna mtu kama moja amenipigia, nikasema tu goja tu niishukue, akaniambia nimekuwa na emergency ya mtoto wangu, amepelekwa hospitali mahali fulani, na anaelezewa anasema afanywe ABCD, na ninasema kuwe signature ya mtu fulani iweko na hayuko karibu. Situombe, niombe. Kama ni simu ya emergency, niandikie ka message kabla ya kupiga simu, hata kama ni saa 5 ya usiku, nisome nijue unasema nini. Lakini for sure unanipigia simu saa 5 ya usiku, maybe nimelala ama sasa nikishukuru ninasikia mtu ananiambia, "Oi mhubiri, nataka uombee brother yangu amekuwa mrefi, nataka uombee my mom, nataka you know." Hizo prayers ni mzuri, lakini wakati gani?
Na niposa naelezea, ukijua ni emergency, niandikie ka message kabla ya kupiga simu. In fact hata ukiandika message nione kuna emergency in this, mimi ndiye nitakupigia, huwa ninapiga. Lakini kuna mtu the whole day ako Kenya, hayuko nje. Unajua nao watu walioko Amerika masaa yao haigiani na Kenya. Sasa mtu akiwa Amerika anipigie simu saa 5 ya usiku, nikiangalia ile plus number nione ni watu wako nje. Sometimes huwa ninawasamehe na ninawashukulia simu, maana sometimes masaa inapitana. Jumini nikisema anipigie hapa kwetu saa 3 ya asubuhi, maybe kwao ni saa 7 ya usiku. Au sometimes huwa ninawashukulia. Na hao wanajua ile masaa ambayo wanaweza ongea na mimi asubuhi kabla saa 3 ya kwao haijafika. Hata ukinipigia asubuhi 6 ama 6:30 nitakushukulia simu. Lakini kuna watu ambao wako within Kenya ama within wako inchi ambazo masaa yao inapelekana na sisi. Mtu ananipigia simu, ninamuuliza kwani ni saa ngapi? Ananiambia ni saa 5 ama ni saa 4:30 ya usiku, inaelekea saa 5. Kwa hivyo anajua masaa kwetu. Sasa usione, please, ninawasihi brethren, nikiwaelezea unipigie masaa ya 6. Ikifika saa 1:30 mimi niko na familia. Kuna wakati nimeenda nikaketi kwa kiti mahali watoto wangu wako sitting. Msichana wangu mmoja nilipoamua niondoke baada ya maombi, akaambia mama yake, haki nimekaa siku mingi kabla sijaona dadi akiwa ameketi kwa hii kiti, anatuambia leteni remote niweke mahali fulani. Sasa na most of the time ni wakati tumekaa hapo, nimeona simu ya mtu imeling na ni saa 2, decide kutomuignore, niingie my bedroom yangu niongee na yeye. Alafu sasa ninaongea na yeye, unaniambia ninakubali my brother, unaniambia pastor, huyu ni Pastor Evangelist Martin Ndung'u, nataka uombee mama yangu, nataka uombee babangu, nataka uombee mtoto wangu, mama yangu anakunywa pombe, amiko yangu anakunywa pombe. Hayo maombi yanaweza gojewa kesho. Na sasa ninaulizanga, wewe ni mtu huko Kenya na masaa yenu inapelekana na vile tuko. Uko na the whole day. Unaweza tenga muda wako, na maana wewe uko kazini. Hutaki kutenga wakati wako wakati uko kazini unipigie simu. Saa zile umejitayarisha, umepikia watoto wako wote wamelala, umeketi hapo kwa kiti. Saa 5 ya usiku unashukua unanipigia simu. Sitaki mnidharau na sitaki nikose kushukua masimu zenu. Huwa ninaona wakati ninaishukua, hata Kristo ananielezea ishukue tu. Lakini nimewafumilia. Ninaona kama sometimes kuna wengine ambao hawana mipaka. Hebu nikuonyeshe hii. Mtoto ametoka shuleni akiwa amekasirika, hujui amekasirika kwa nini. Sasa wewe juu unajua mimi ni mhubiri, unashukua simu, unanipigia, unaniambia, "Hey pastor, hii nataka uniombee. Mtoto wangu ametoka shuleni akiwa amekasirika. Sijui kwa nini amekasirika." Brethren, nyinyi mko online. Hiyo maombi ni ya muhimu kweli hiyo. Nitumieni vizuri. Na kuna wakati itafika nitakuwa ni ukinipigia simu zaidi ya saa 1 ya usiku, kama sio emergency, ninakupigia na ninakwambia haufanyi mzuri. Maana saa zingine nimewapea the whole day. Alafu mtu ako Kenya ananipigia saa 4. Saa zile amemaliza kutayarisha mpaka watoto wake wamelala, ndio anashukua simu. Maana asubuhi amekuwa kazini, hangepata nafasi na kazi ni yake. Hawezi jiteka 15 minutes aongee na mimi mchana, maana hako busy. Wewe umemaliza kazi yako ya usiku yote. Watoto wako wamelala, bwana amelala. Sasa unaketi kwa sitting room saa 5 ya usiku. Unajua hii ndio masaa nitapigia pastor, maana mimi nimemaliza saa zangu. Wakati unanipigia simu ya madharau, ujue Kristo anakuaga between me and you. Shida sijui ni ya nani. Na siongee hivi kwa uzuri, maana kuna mtu atanipigia simu, nikisikiza ile kitu ameniambia, ninaona ni kucheza tu, ananichezea. Ati mtoto wangu ametoka shuleni akiwa amekasirika. Na saa hiyo unangojea mpaka wakati mtoto ametoka shuleni mpaka saa 4 ya usiku ndio unashukua simu, unaniambia mimi niko mahali fulani. Mtoto wangu alitoka kwa shule akiwa amekasirika mpaka saa hii yako na kisirani. Si pastor umuombe. Tuacheni mchezo. Itafika kiwango vile ninaonyeshwa na Mungu ninatimiza, na mtanidharau.
niliwasii ikifika saa 1, please, ukiona unataka kunipigia simu, niamkie 6, nitakushukulia simu. Lakini saa hii vile nimeona, sitakuchukua na shukua simu ambayo saa 1 ikifika usiku. Kwa ukijua tu unanipigia simu na saa 1 imefika, sitakuwa na shukua simu. Na sitaki kukuelezea mambo mingi. Maana watu wengine wananitumia vibaya. Juu mimi ni mhubiri ambaye ninapigiwa simu na ninashukua tu, siogopi, hata they don't care. Watu wengine wananitumia vibaya. Please, tuwe na limit. Mungu awabariki. Maana Mungu ambaye amenituma ndiye anajua ile shida mimi ninapitia, na anajua shida yako. Lakini saa zile wewe huwezi pata nafasi yako mchana unipigie simu juu uko busy. Unataka unipigie saa 5 ya usiku, watoto wamelala. Baba yako yote ikifika mwisho juu hauna usingizi. Evangelist Martin Ndung'u. Mimi sitaki madharau. Na washeni kunitumia vibaya, please. God bless you. God bless you. Ninaongea hivyo kwa sababu kuna hivyo unasikia nikisema ninajua kuna watu wananishukua vibaya, na kuna wengine ni devil worshipper, wako in the spirit of Satan. Sasa wakati ananishukulia hii simu na mchezo, ananiingiza mambo, anaongea mambo, ninakuona. Anyway, God bless you. Injili ya Yesu iendelee. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. God bless you. God bless you. In Jesus' name, shalom.